Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na watu 4 wafariki kwa ajali ya basi katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu tuwe sote. Serikali imesema inaendelea kuimarisha elimu ya sayansi kuanzia ngazi ya msingi hadi vyuo vikuu pamoja na kuwezesha taasisi na wataalamu kufanya utafiti ambao unalenga kutatua changamoto mbalimbali za jamii. Taarifa zaidi na Queen Yusufu. Hayo yamebainishwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wakati akifunga wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu iliyofanyika jijini Tanga. Amesema tafiti zinazofanywa na wabunifu zimeanza kutoa matokeo, zikiwemo tafiti zinazohusu mimea mbalimbali ambayo imebainika kuwa na uwezo wa kutumika kama tiba, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuwekeza katika sayansi, teknolojia na ubunifu. Tumeona leo tunayo mimea mingi ambayo inaaminika kuwa ni dawa. Mababu zetu walitumia mitishamba katika magonjwa mbalimbali, na kama tukifanya tafiti za kisayansi tunaendelea kugundua mimea hiyo kwamba ina nguvu ya kuweza kutumika kama tiba. Wizara na taasisi zinazohusika tuendelee kufanya utafiti wa kisayansi na tukamilishe taratibu zote za kimataifa ili tuone uwezekano wa kuzizalisha dawa hizi kwa wingi na kuwa ni dawa zinazoaminika na dawa zinazoweza kutumika kwa matumizi mbalimbali hapa nchini na kuuza nje ya nchi. Naye Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema wizara itaendelea kusimamia sheria zilizowekwa katika sekta ya elimu pamoja na kuwasikiliza wataalamu katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo maonyesho haya yanasaidia vile kuonyesha jinsi ambavyo usimamizi wa ubora wa elimu ya juu, ikiwa pamoja na elimu ya tiba na elimu nyingine, unafanywa hapa nchini kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora, na natoa mfano wa tiba kwa sababu daktari akikosea ndio kimoja tena unaondoka, sio mahali pa kubahatisha. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batida Buriani amesema mkoa wa Tanga umepokea zaidi ya bilioni 300 kuboresha sekta ya elimu, huku mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania Dr. Ernest Mabonesho akisema masomo yanayoandaliwa katika chuo hicho yatawasaidia watumishi kuwa na uwezo wa kujiajiri ili kuendana na teknolojia ya sasa. Mkoa wetu umepata takriban bilioni 367.79 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Kwa masomo tunayoyaandaa kwa sasa hivi, pia anaweza akajitegemea mwenyewe. Tunatoa mafunzo kwa namna nyingi. Kwanza tunawapeleka field, wanaenda kujionea wenyewe, lakini pia tunawapa mafunzo ya ujasiriamali. Na ndio maana sasa hivi tunatumia sana teknolojia. Zaidi ya wabunifu 300 wameshiriki katika maonyesho haya yenye kauli mbiu isemayo elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira 2050. Nikiripoti kutoka Tanga, mimi ni Queen Yusufu wa Star TV. Watu 4 wakiwemo watoto 2 wamefariki dunia huku wengine 19 wakijeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Miza Express lenye namba za usajili T840 EAS lilokuwa likitokea Mpanda kuelekea Bariadi kuacha njia na kuingia mtaroni katika eneo la kijiji cha Ngukumo, wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Sande Kabaye ana taarifa zaidi. Baadhi ya mashuhuda Ali na Masanja Tungu wamesema ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia Agosti 24 mwaka huu baada ya basi hilo kuacha njia na kutumbukia bondeni kilomita chache kabla ya kufika Nzega mjini. Tulikuta hali ilishatondoka ile basi. Hapo tukasaidia watu wengine walishaenda hospitali hapa. Tuliwakuta abiria wengine walishaumia sana, wengine walishafariki. Kuta ajali nikakuta tu gari imedondoka upande wa mashariki ya barabara na watu wakakandamizwa. Kama kuna mtoto nimeona hata sasa hivi bado hajatolewa pale, hajaokolewa. Na wengine sijaona mle ndani.
Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, Loshpai Laiza, kwa kushirikiana na polisi, wamefanya zoezi la uokoaji na kufanikiwa kuokoa majeruhi na kutoa miili ya watu ambao wamepoteza maisha yao papo hapo. Nawaomba wananchi wote wanapopata kuona ajali yoyote, ajali kama hii au ajali ya matukio ya moto, wapige haraka sana fire 114. Sisi tuko ili wakati wote kuwahi kwenye matukio, sababu tunapoendelea kuchelewa wananchi au wale wahusika wanakufa, lakini tukiwahi tunaweza tukawaokoa. Mkuu wa wilaya ya Nzega Naitapwaki Tukai akiongea mara baada ya kuwajulia hali majeruhi wa ajali hiyo katika hospitali ya mji wa Nzega, amesema serikali itagharamia gharama zote za mazishi pamoja na matibabu ya majeruhi. Kama hawana uwezo yani naombeni mniambie tuwasaidie. Hamna kitu kibaya au ambacho kinaumiza kama mtu amefiwa au mtu amekufa alafu tushindwe kumsaidia. Mungu atapendi. Kwa hiyo lazima tujue hawa watu wote waliokufa wanahitajika kupelekwa wapi, tugharamikie watu waende kuzikwa. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lengelule, amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva uliopelekea basi hilo kuacha njia na kusababisha vifo vya watu hao. Gari hilo lilipata ajali na kuweza kupinduka au kuacha njia na kusababisha vifo vya watu 4 na majeruhi kadhaa. Hiyo ajali baada kufika eneo la tukio, tumeona ni dereva kutokuwa makini na alishindwa kulimudu gari hilo na kusababisha gari kupoteza mwelekeo. Polisi mkoa wa Tabora imesema itaendelea kusimamia sheria kwa madereva wote wazembe, ikiwemo kuwafungia leseni zao za udereva. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Tunatoa pole kwa wote waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki katika ajali hiyo, lakini tukiwaombea wale wote ambao wameumia wapone mapema. Tukiombea kwa Mwenyezi Mungu wale wote basi ambao wamependwa zaidi wapumzike pema. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameeleza kuridhishwa na maendeleo ya mradi wa ujenzi wa chuo cha usafiri wa anga Tanzania CATC ambao umefikia 23.9 kutoka 11 mwezi Machi mwaka huu, huku akisisitiza ukamilike kwa wakati kwa kuwa serikali imewekeza fedha zaidi ya shilingi bilioni 78 kwenye mradi huo. Adam Luhomwa ana taarifa zaidi. Profesa Mbarawa ametoa ujumbe huo jijini Dar es Salaam wakati akikagua maendeleo ya mradi wa ujenzi wa chuo cha usafiri wa anga Tanzania, ambapo ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wake, lakini pia amemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili ukamilike ndani ya muda wa mkataba. Sasa majengo yote karibuni yameenda ghorofa pili, ya kwanza, na hata kule ambao kulikuwa na changamoto kubwa ya foundation walibadilisha foundation na wakaja na Rift Foundation ambayo sasa foundation imekamilika, msingi ule kamilika. Kazi inaanza sasa kupandisha kwenda juu, ambayo hiyo ni kazi rahisi ukilinganisha na ile kazi ya kujenga foundation. Wakati huo huo, Waziri Mbarawa amesema kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa ya El Nino kama ilivyotabiriwa na TMA, amesema isiwe sababu ya kusimamisha shughuli zote za ujenzi, badala yake wajielekeze kwenye kazi ambazo hazitaathiriwa na mvua hizo. Kwa vile mvua zitakuwa nyingi, ninaamini kama tutajipanga vizuri, kwa kila mradi hakutokuwa na athari yoyote, sababu tutakuwa tumejipanga. Kwa mfano hapa tuta shift focus kutoka kwenda kujenga kazi ambazo unazijenga wakati kuna jua kali, naenda kufanya kazi ambao unaweza kuzijenga hata kama mvua kubwa inanyesha. Kwa vile hapa tumejipanga vizuri, kwenye miradi mingine ya reli tumejipanga vizuri, kwenye SGR yenyewe tunapita kila kwenye madaraja, tunapita kila kwenye maeneo kuhakikisha kwamba huduma inakwenda kama ilivyopangwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga TCAA Dr. Jabiri Bakar amesema wamepokea maagizo yote ya waziri na wamejipanga kabla ya mvua za El Nino kuendelea na shughuli za ujenzi kama kawaida. Na hiki chuo kinategemewa kwamba kitakapokuwa operational, tunategemea kwamba kozi zote zile za msingi zinazohusika kwenye ecosystem nzima ya usafiri wa anga zinapatikana hapa. Mkuu wa chuo cha usafiri wa anga Tanzania Aristides Kanje amesema kukamilika kwa ujenzi wa chuo hicho kitakuwa na uwezo wa kupokea wanafunzi 7,000 hadi 10,000 kwa mwaka, huku msimamizi msaidizi wa mradi huo Swalehe Nyenye akisema mradi huo utakamilika Agosti mwaka 2028. Gharama ya kumsomesha mwongoza ndege mmoja ni takribani milioni 132.
kumsomesha nje, lakini tunapomsomesha hapa kwetu kwa kutumia vifaa vyetu na hapa bila kumsafirisha, ina maana kwamba tunatumia haifiki hata chini ya milioni 10. Kwa ufupi, mradi unakwenda vizuri kama ilivyopangwa. Msisitizo wa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mnyambarawa ni kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati ili kuweza kuzalisha wataalamu wengi ambao watahudumu katika sekta ya usafiri wa anga. Kutoka jijini Dar es Salaam, Adam Ruhomwa wa Star TV. Tanzania inashiriki mkutano wa 17 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame UNCCD COP17 unaofanyika katika jiji la Ulaanbaatar nchini Mongolia. Waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni akiambatana na ujumbe wa Tanzania wameshiriki mkutano huo uliofunguliwa na rais wa Mongolia Khureshukh-Okhana. Tupate taarifa zaidi. Waziri Masauni amesema mkutano huu umeweka msisitizo kupitia kauli mbiu yake ya Ongoa Ardhi, Ongoa Matumaini, kauli mbiu ambayo inasisitiza kuongeza uwekezaji katika urejeshaji wa ardhi, ustahimilivu dhidi ya kuenea kwa hali ya jangwa, ukame na usimamizi endelevu wa maeneo ya malisho. Tanzania ni nchi mwanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na hali ya jangwa na ukame tokea mwaka 1992. Leo hii tumebahatika kushiriki katika mkutano wa 17 ulioshirikisha nchi wanachama wa mkataba huo, ambapo unakwenda sambamba na jitihada zetu za ndani kupitia mikakati mbalimbali na mipango mbalimbali ambayo tunaendelea nayo kuitekeleza, yenye lengo la kuhakikisha kwamba changamoto ya uharibifu wa ardhi na ukame katika nchi yetu inapata ufumbuzi kama kukamilika moja kwa moja. Kwa upande wake, afisa kiungo wa mkataba huo kutoka Tanzania, Timothy Mande, amesema ushirikiano huu unawezesha Tanzania kushughulikia kwa pamoja changamoto za uharibifu wa ardhi, upotevu wa bioanuwai na mabadiliko ya tabia nchi badala ya kuzishughulikia kama changamoto zinazojitegemea. Na Tanzania iliridhia na kuanza kutumikia mkataba huu tarehe 29 Juni mwaka 1997. Kwa hiyo tokea kujiunga kwake, Tanzania imekuwa ikishiriki kazi chini ya mkataba huu, ikiwa ni pamoja na kushiriki mikutano ya nchi wanachama kama ambapo tumeshiriki hapa nchini Mongolia, lakini pia kushiriki mkutano wa kamati ya kupitia utekelezaji wa shughuli za mkataba, na vile vile kushiriki katika mkutano wa kamati ya sayansi na teknolojia. Hivi sasa tuna mkutano wa 17 ya kamati ya sayansi na teknolojia na mkutano wa 23 wa kamati ya kupitia shughuli za utekelezaji wa mkataba. Na meneja wa kanda Mashariki Kusini, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Aminata Kirama, amesema baraza hilo lina wajibu wa kufanya kupitia maeneo ambayo yamebainishwa hasa katika kufanya tafiti. Sasa NEMC kupitia kitengo chake, kupitia kurugenzi yake ya utafiti kwa mazingira, ina nafasi ina jukumu la kufanya tafiti mbalimbali kuhusiana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame katika nchi yetu ya Tanzania. Imeelezwa kuwa Tanzania inaweza kutumia matokeo ya mkutano huu kuhamasisha rasilimali zaidi katika mifuko ya kifedha za mazingira kama vile GEF, IFAD, UNDP, FAO na UNEP, sekta binafsi na mifumo bunifu ya fedha ili kuongeza miradi hii kutoka kiwango cha maeneo maalum kwenda maeneo makubwa zaidi. Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM na Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela Arusha zimesaini makubaliano ya ushirikiano katika matumizi ya teknolojia na uzalishaji wa takwimu rasmi nchini ili kutatua changamoto zilizokuwepo. Joyce Ngerangera ana taarifa zaidi. Makubaliano hayo baina ya taasisi hizo yamesainiwa jijini Dodoma, ambapo mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ya NBS Anna Makinda amewataka wataalamu kuja na majibu ya kutatua changamoto za wananchi. Katika hiki kitu cha leo MOU inayosainiwa hapa, mimi nafikiri ni jibu kubwa kabisa kwa tatizo letu sisi NBS. Ni jibu kubwa kabisa. Ni wakati umefika. Let us be oriented na solve problems za watu. Na kazi zenu za kitaalamu ziende huko.
Sio ufundi wa kupata profesa alafu mtu anashangaa umeproduce nini? Hakuna kitu. Kwa hiyo jamani, NBS mna kazi. Tunashukuru mmepata soko la kazi. Si ndio jamani? Yale mabuku yetu yale, hebu yaingie kwenye supercomputer yakalete maneno. Mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msegwa ameeleza namna ushirikiano huo utakavyoleta matokeo chanya. Tunaiona NBS lazima ishirikiane na vyuo ili kuhakikisha kwamba sasa tunaweza kutumia methodolojia za kisasa na methodolojia zinazoendana na wakati ili kuweza kukusanya takwimu mbalimbali. Lakini sasa ukikusanya takwimu tu haitaleta maana kubwa kama itakuwa umezikusanya na umeshindwa kuzichambua. Sasa uchambuzi wa takwimu wa namna hiyo, maana yake tunaunganisha sasa traditional na non-traditional data sources, huwa inaleta muktadha mkubwa sana. Ahadi ya wakuu wa taasisi za elimu zilizosaini makubaliano hayo ni kuja na majibu yatakayosaidia taifa. Mpya wa kutoa majibu ya maswali mazito ambayo yameshindikana nchini. NBS hamjakosea kutuleta pamoja ili kuweza kuwasaidia Watanzania. Ningetamani tukatumie teknolojia kutatua matatizo. Takwimu lazima zizalishe maarifa, na maarifa yaongoze maamuzi, na maamuzi yalete matokeo katika maisha ya watu wa kawaida kabisa. Na huo ndio ushirikiano ambao mimi ningetamani kuuona kwenye huu utatu tunaozungumzia leo. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Wakazi wa wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita wamesema pamoja na Mwenge wa Uhuru kuendelea kuhamasisha mshikamano, amani, umoja na uzalendo, pia umekuwa kichocheo cha upatikanaji wa miradi ya maendeleo ambayo ina fursa ya kuibua, kukagua na kuhamasisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo inalenga kuboresha huduma za kijamii na kuinua maisha ya wananchi. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Mkoa wa Geita umepokea mwenge kutoka mkoa wa Shinyanga. Kile kupokea Mwenge wa Uhuru 2026 ukiwa unawaka, unang'ara, unameremeta. Wilaya ya Nyang'hwale inakuwa ya kwanza kukimbiza Mwenge wa Uhuru 2026 kwa mkoa wa Geita. Mimi Grace Henry Kingalame, mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale, nakiri kupokea itifaki yote ya mwenge, wakiwemo wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na Comrade Wazo Michael Mwang'onda. Baadhi ya wananchi wamesema mwenge husaidia kuongeza ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo, kuhimiza uwajibikaji na kuhakikisha fedha zinazotengwa kwa ajili ya wananchi zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Natambua ya kwamba Mwenge wa Uhuru ni mboni ya taifa unayokuja kuzindua miradi ya mikakati katika wilaya hii ya Nyang'hwale. Kwanza nampongeza mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu. Mwenge unapokuja kwetu sisi vijana inachangia kuzindua miradi mbinu mbalimbali iliyoanzishwa na serikali. Mwenge katika wilaya ya Nyang'hwale umeweka jiwe la msingi kwenye miradi mbalimbali, na huu ni mradi wa ujenzi wa boksi kalavati barabara Nyijundu Nyashilanga. Eneo hili lilikuwa korofi sana na halipitiki, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania kipenzi chetu, ametutengea fedha ili tujenge barabara hii na sasa itaenda kupitika mwaka mzima. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa sababu umekagua barabara yetu, lakini pia umejionea mambo yalivyo. Ukiridhia, tunaomba tuwekee jiwe la msingi. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amesema serikali inaleta fedha kuhakikisha wananchi wanapata huduma, hivyo miradi inayoletwa itunzwe. Nyingi sana, tuitunze, tuilinde ili iweze kutumika katika kizazi hiki na vizazi vijavyo. Sio katokea mtu anakwenda kuharibu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo sisi ndio tukawe walinzi wa hii barabara na miundombinu yake ili iweze kutumika sasa na vizazi vijavyo. Katika mkoa wa Geita miradi itakayotembelewa ni 42 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 168. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Viongozi wa dini, wazee wa mila pamoja na watendaji wa vijiji na kata wameaswa kwa mstari wa mbele katika kuhamasisha swala la chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10. Taarifa kamili na Frankius Cleophas.
Msisitizo huu unatolewa na mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowere wakati wa mafunzo maalum kwa viongozi yao. Lakini pia chanjo hii kurudiwa sio kosa wala haina madhara. Basi hata yule aliyepata awamu ya kwanza basi apate na awamu ya pili ili akamilishe uimara wa kinga kwenye miili yake. Na hapa tumekuja kama wawakilishi. Nikizungumzia viongozi wa kiroho hawa, wana watu wengi huko nyuma ambao wanaweza kapa maelekezo, kutoa hamasa kwenye. Nikizungumzia wazee wa ushauri, wana watu wengi hapa wamewakilisha tu hawa wachache. Nikizungumzia mzee wa mila, ana watu wengi ambapo wana vikao vyao halali vya maelekezo. Akitoa maelekezo yatafika kila koo. Tukizungumzia mtendaji wa kata, una watu wengi kwenye kata yako. Tukizungumzia mtendaji wa kijiji, una watu wengi na unao wenye viti wa vijiji. Nenda kawape hii elimu vizuri. Mkuu wa wilaya anazungumzia lengo lilokusudiwa katika halmashauri ya wilaya Tarime. Kwa hiyo hatutarajii kuna mtoto atakosekana. Hapa tuna target kama halmashauri hii ya kuwafikia watoto 194,950. Kama tulivyofanya target kwenye awamu iliyopita tukaenda 121%. Daktari Phyllis Nyembe kutoka Wizara ya Afya anasema kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha wanalinda watoto, ambapo mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Tarime Daktari Amini Vasomana anasema kuwa watafikia lengo lililokusudiwa. Kwamba ugonjwa wa polio unasababishwa na kirusi cha polio. Sasa kwa nini tunatoa chanjo hii? Serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa salama. Ugonjwa wa polio unakingwa kwa kupitia chanjo. Kwa hiyo kwa Tanzania, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO pamoja na UNICEF imeandaa hii kampeni. Tunaamini kabisa kwamba tutakapokuwa tumewakinga watoto basi tutakuwa tumejiridhisha kwamba wako salama. Na lengo tulionalo ni lengo lile la mwisho, bila shaka, sio? Tulifikia watu wengi sana. Kwa hiyo wametupa lengo lile la watu wale wale. Zoezi hili la utoaji wa chanjo linatarajiwa kuanza Agosti 27 mpaka 30 mwaka huu, huku pia zoezi hili likitarajia kufanyika katika halmashauri ya mji wa Tarime. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Chama cha wazee wanaume Tanzania kimewataka Watanzania kuendelea kulinda mila na desturi za nchi hii ili kukabiliana na changamoto ya mmomonyoko wa maadili unaotokana na utandawazi. Bla Moses ana undani wa taarifa hii. Kauli ya wazee hao imetolewa jijini Dodoma na mwenyekiti wa chama hicho Mzee Peter Mavunde, ikiwa ni kuelekea mkutano mkuu wa chama cha wazee Tanzania ambao umepangwa kufanyika Agosti 29 jijini Dodoma. Katika hili, huu ni mtihani mkubwa na lazima tuushinde. Hawawezi kushinda wazee peke yao. Hili ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo sisi kama wazee tutakuwa washikadau wakubwa kukataa, kulaani, tutashauri bila aibu na tutasema bila aibu kuhusu hili, kwamba taifa hili libaki na utamaduni wake, libaki na heshima yake, sio kuiga tamaduni za watu wengine. Mwalimu alisema taifa lisilokuwa na utamaduni ni sawasawa na maktaba bila vitabu, kinywa bila meno, kisima bila maji, kwamba mmekwisha, hamna taifa. Kwa hiyo ndio maana tuache, kwa sababu ya utandawazi, tusiache tamaduni zetu. Tukifuata utamaduni wetu, tutakuwa taifa lenye nguvu na lisiyoyumbishwa na vitu vya muda. Aidha, kuhusu mkutano mkuu wa chama hicho, Mzee Peter Mavunde amesema makamu wa rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Madhumuni makubwa ya chama hiki ni kuwaunganisha wazee kwa pamoja, wazee wanaume kwa pamoja, kuwalea vijana wetu kimaadili, kutunza tunu za taifa letu la Tanzania, kushiriki kwenye ujenzi wa taifa letu, mambo ya maendeleo, mambo ya ustawi wa jamii, kwa sababu wazee hawa si kwamba wamezeeka kiasi kwamba wanashindwa hata kufikiri.
Wazee hawa bado wapo wenye wanataaluma, wanaweza kutoa ushauri, wanaweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji, kuongeza pato lao na pato la nchi. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba watazungumza masuala mbalimbali kushiriki kwenye ujenzi wa taifa letu. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Sisi hapa tunaojiandaa kuwa wazee sasa, wazee wanaume na Blaya Moses pia. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali sana endelea kuwa nami. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times Antenna, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, nirahisishia zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in Artificial Intelligence and Machine Learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Watanzania wameombwa kusaidia familia ya Paul Mboyo iliyopo kata ya Sinoni, mtaa wa Engosengiu mkoani Arusha, kutokana na hali duni ya maisha ambayo inasababisha kushindwa kumudu mahitaji ya msingi ikiwemo chakula na mavazi. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Akisimulia kwa uchungu, mzee Paul Mboyo amesema familia yake inapitia hali ngumu inayosababishwa na hali ngumu ya maisha na mke wake kukumbwa na tatizo la afya akili. Mimi na changamoto ya chakula, kumudu kuangalia watoto, ili hawa watoto saa ingine wanaondoka nyumbani bila kula. Wanaondoka bila kula kutokana na nini? Natafuta mpaka nipate kibarua. Sina kibarua ya permanent. Ni kubahatisha, nabahatisha tu hapa na hapa na hapa, ndio nawalisha watoto. Saa ingine nakosa kabisa hela kununua unga hata watoto. Maana saa ingine mpaka wao nije nipate, nakuta jirani ndio wamenisaidia hapo, wamewapa chakula. Saa ingine kuja na mimi hapo ndio nahangaika, na saa ingine nakuja namkuta tena huyu mgonjwa, huyu mwingine, mtoto anayeumwa akili hayuko nyumbani. Kwa hiyo paka tena nifanye mchakato wa kumtafuta kwa wapi mpaka saa 4 nikakuja kumuona huyu hapa amekuja nyumbani ya usiku.
Kwa hiyo na yeye unamkuta huyu naye ndio hivyo hivyo na mimi. Kwa hiyo kwa kweli naomba Mungu wasalia mwema wanisaidie, kwa sababu sina uwezo na mimi hapa hali yangu kwa uzee wangu huu tafika sehemu siwezi hata kufanya kazi. Na mimi naomba kwa kweli wanisaidie hata kuwapeleka shule hawa. Mzee Mboyo ameongeza kuwa umri alionao hana nguvu ya kusomesha watoto watatu ambao kati yao mmoja na ulemavu na wahitaji wa kupata elimu, ambapo anawageukia Tanzania kuwaomba msaada. Siku moja amekwenda saa 7 akaenda akaleweshwa akaokotwa barabarani anatapika. Kaokotwa barabarani anatapika saa 5 usiku. Inakuathiri vipi kwenye malezi ya watoto yeye anapofanya hivyo? Si mimi mwenyewe inaniathiri, nihangaike mimi mwenyewe kuangalia. Ndio ueleze kwamba unakuta anashindwa sasa kuangalia familia na lazima anashindwa kuangalia familia na lazima mimi ndio niwaogeshe jioni, niwapikie wale. Maana siku zingine unakuta haji nyumbani. Naenda kukutana naye na anamkuta analala porini. Nao baadhi ya majirani wanaeleza namna wanavyoshuhudia changamoto wanazozipitia na kupaza sauti kwa wasamaria wema kuwasaidia kupata mahitaji muhimu ya kibinadamu. Baba pia ni baba mzee sana. Ni baba ambaye hana uwezo wa kukimu wa kufanya kazi kuwasaidia watoto. Wanahitaji msaada mwingi wa shule, chakula, malazi na kila kitu. Kwa hiyo ombi langu nilikuwa naomba watoto wasaidike kwa habari ya shule, chakula na malazi. Wasaidike wazazi kwa habari ya matibabu. Mama ni ana shida ya akili asaidike. Baba ana shida ya kipato asaidike. Watoto wanakaa tu bila chakula saa zingine mpaka uwape wewe mimi jirani hapa ni wape, alafu wanataka habari msaada ya shule, madaftari ya shule na kuwasomesha. Kwa upande wake balozi wa eneo hilo anabainisha jitihada wanazofanya kama sehemu ya kusaidia familia hiyo. Jitihada ambazo sisi kama uongozi tulizofanya ni kama kumsaidia kujenga hii nyumba, kwa sababu alikuwa na nyumba kabisa. Tumejumuia yao ambao tunasali naye jumuia Bethlehem pamoja na Edgar, tumekaa pale ndio tukachanga ndio tukamjengea sasa hii nyumba hapo naye ona hii hapa. Lakini bado sasa hivi tena kuna uhitaji sana wa chakula kula. Kwa sasa familia hii inaishi kwa kutegemea misaada kutoka kwa wasamaria wema, huku matumaini makubwa yakielekezwa kwa Watanzania wote. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nasi. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Dr. Pius Chaya amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi ili iweze kuchangia zaidi ya 70% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2050, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Taarifa kamili na Athman Mihula. Dr. Chaya amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mifuko miwili ya uwekezaji ya Ushindi Fund na Thamani Fund iliyoanzishwa na kampuni ya Victory Financial Service Limited. Amesema sekta binafsi ni mshirika muhimu wa serikali katika kufikia malengo ya Dira 2050, hivyo ataendelea kuondoa vikwazo vyote vinavyokwamisha biashara na uwekezaji nchini. Na wengi wameeleza hapa, dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba sekta binafsi inachangia zaidi ya 70% ya pato la taifa. Ili sekta binafsi iweze kuchangia zaidi ya 70%, lazima tuwe timu moja. Na ndio maana leo hii mmetuita sisi kama serikali, hatukusita kuja kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu sana katika ile safari ya utekelezaji wa Dira 2050. Afisa mtendaji mkuu wa Victory Financial Service Limited, Dr. C.J. Fred Kuite, amesisitiza kuwa uwekezaji haupaswi kuonekana kuwa ni kwa ajili ya watu wenye fedha nyingi pekee, bali ni utamaduni na nidhamu ya kifedha inayoweza kuanza kwa kiwango kidogo.
Uzinduzi wa Ushindi na Thamani Fund ni hatua muhimu ya kimkakati katika Victory. Sisi tunaamini kila Mtanzania anapaswa kuwa na fursa ya kushiriki katika uwekezaji na kujenga utajiri wa muda mrefu. Kwa kuwa wawekezaji wana malengo ya mahitaji tofauti, tumeanzisha mifuko hii miwili yenye falsafa zinazokamilishana. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam DSE Peter Nalitolela amesema mifuko hiyo inaweza kuwa daraja kati ya wananchi wenye akiba na fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji, huku akihimiza Watanzania kubadili utamaduni wa kuweka akiba pekee na kuanza kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza. Kwa sababu mwisho wa siku tunapowekeza hatujengi tu mali zetu binafsi, bali tunashiriki katika fursa za kujenga uchumi na kumiliki sehemu ya shughuli za uzalishaji hapa nchini. Uzinduzi wa Ushindi Fund na Thamani Fund umefanyika sambamba na maadhimisho ya miaka 10 ya Victory Financial Service Limited katika kutoa huduma kwenye masoko ya mitaji na dhamana nchini Tanzania. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Imeelezwa kuwa jitihada zinazofanywa na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA katika kubuni teknolojia za kisasa zinavyowasaidia wavuvi kuuza mazao ya samaki kwa njia ya kidigitali ni njia mojawapo itakayowasaidia wavuvi nchini kuyafikia masoko ya kimataifa na kuongeza tija ya biashara hiyo. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Hapa ndipo panapozalishwa wataalamu wa kada tofauti. Ni katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kilichopo Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Wakiwa katika hitimisho la wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu jijini Tanga, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Saidi Ali Vuai anabainisha namna teknolojia hizo zimekuwa mwarobaini wa masoko kwa wavuvi, mbele ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliyekuwa mgeni rasmi katika hitimisho la wiki hiyo ya elimu. Namna ambavyo wale wavuvi wanaweza kuungana na wanunuaji. Kwa hivyo kwa kutumia digital platform ni kwamba mvuvi hata ule mdogo ana uwezo wa kujisajili na kuweza kumjua basi mnunuzi yuko wapi. Kwa hiyo basi anaweza kupata thamani ya ile zao lake kama ambavyo soko linataka. SUZA imesema matumizi sahihi ya teknolojia yanafaa kutatua changamoto na si vinginevyo. Hivyo wanasisitiza kutumia teknolojia na ubunifu kwa manufaa ya nchi na watu wake. Na nyingine ni tunayo kwamba health clinic, hii inamsaidia kwamba kupunguza muda wa mgonjwa kuutumia wakati kupata huduma ya afya. Ni project ambayo imetengenezwa kwa teknolojia mbili kama nimesema awali, ile ya IoT na akili mnemba. Kwa sababu ulimwengu wa sasa tulionao inaonekana hatuwezi kuwa mbali na teknolojia hizi mbili ya IoT na AI. Even though kama taifa, kama vyuo, inatakiwa tuwe na miongozo mizuri ya matumizi ya AI. Waliotembelea banda hilo la SUZA wamekiri mafunzo ya ubunifu yaliyotolewa katika wiki ya elimu ni somo tosha. Nchi kwa sasa imepiga hatua katika sekta hiyo ya elimu. Wajifunze bunifu ambazo wanafunzi wamekuja nazo. Unaweza ukawa na kitu lakini mwenzako ana kitu kikubwa zaidi, unaweza ukajifunza zaidi. Katika maonyesho haya kuna vyuo vingi na kuna bunifu mbalimbali nyingi sana. Kwa hiyo mimi nawahasa watu waende kujifunza kwenye vyuo tofauti, watakutana na vitu vingi na watajifunza pia vitu vingi sana. Wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu rasmi imehitimishwa. Maonyesho yaliyoshirikisha wadau kutoka sekta ya elimu ndani na nje ya nchi. Sharifa Suleiman, wa Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi, mpenzi mtazamaji. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha
na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Rais wa Irani amesema hati ya makubaliano iliyotiwa saini na Marekani ni njia bora ya kumaliza mzozo wa vita uliokwama. Chazi Machugu na undani wa habari hizi. Rais wa Iran ameeleza kuwa njia hii ni suluhisho la amani na utulivu wa kudumu na kwamba Iran iko tayari kushirikiana na Marekani na mataifa mengine ili kuleta suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Kauli hii inaonyesha msimamo wa Iran wa kutaka kuondoa hali ya kusitishwa kwa vita na kupitia mazungumzo na makubaliano ya kidiplomasia badala ya njia za kijeshi au nguvu za kivita. Pia Rais Pezeshkian amesisitiza kwamba Tehran haikusudii kurudi nyuma mbele ya wapinzani wake, akiunganisha makubaliano hayo na matarajio ya kiuchumi ya Iran, akisema nchi hiyo haiwezi kuvutia uwekezaji katika awamu hii iliyokwama. Umuhimu wa diplomasia katika kutafuta utatuzi wa migogoro ya kimataifa na nafasi ya Iran katika mchakato huu wa amani umeanza kupata nafasi, na huenda uhasama wa haya mataifa ukafikia ukomo na kuleta ahueni katika uchumi na mataifa mengi duniani. Mkataba wa maelewano ambao rais wa Marekani Donald Trump alisaini mnamo mwezi Juni uliweka tarehe ya mwisho ya siku 60 ya kukomesha vita na Iran na kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kipindi hicho kiliisha kwa wiki iliyopita, lakini pande hizo mbili zinabaki mbali sana bila ya dalili za maelewano kuhusu suala muhimu la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Tukiangazia ukanda wa Gaza. Licha ya kusitisha mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu Oktoba 2025, vurugu bado zinaendelea katika ukanda wa Gaza. Tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, zaidi ya Wapalestina 1280 wameuawa ukanda wa Gaza, huku Israel ikiripoti kuzinduliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani Puto na Kitu kuelekea eneo hilo. Licha ya kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano au ceasefire kati ya Israel na makundi ya Kipalestina, bado mashambulizi ya kijeshi ya Israel yanaendelea kusababisha vifo na uharibifu katika maeneo ya ukanda wa Magharibi au West Bank. Hali hii inaonyesha kuwa ingawa kundi na upande zote zimekubaliana kusitisha mapigano, uhalifu wa kijeshi wa Israel bado kingali unaendelea kuathiri raia wa Palestina, hususan kwa mashambulizi ya anga na ya ardhini. Vifo vya watu na uharibifu wa mali vinathibitisha kuwa hali ya usalama bado ni tete na inahitaji juhudi zaidi za kidiplomasia ili kufikia amani ya kudumu. Lakini bado kuna changamoto za kuleta utulivu na usalama katika eneo la Ghuba ya Palestina, huku wakazi wa eneo hilo wakikumbana na athari za mapigano yanayovunjika na kusababisha machungu kwa raia wa kawaida. Kwingineko, viongozi kutoka mataifa ya Nordic na Baltic wameahidi kuendelea kuunga mkono kijeshi na kifedha Ukraine wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ziara hii ni ishara ya kuonyesha mshikamano wa kikanda na Ukraine katika kujenga uungwaji mkono wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Viongozi hao wamezungumza kuhusu juhudi za pamoja za kuisaidia Ukraine katika juhudi zake za kudumisha uhuru, usalama na maendeleo ya kiuchumi, ikionyesha dhamira yao ya kuendelea kuisaidia Ukraine katika nyanja mbalimbali. Mataifa ya Nordic na Baltic yanasisitiza umuhimu wa usaidizi huu wa kikanda kwa Ukraine katika kipindi chenye changamoto nyingi. Lakini pia Rais Zelensky amepinga mpango wa kufanya uchaguzi wakati huu wa vita, akiamini itakuwa ni hatari sana kwa nchi yake ambayo huenda ikagawanyika. Ukraine imeadhimisha siku ya uhuru kwa kutangaza kwamba Ukraine inataka amani lakini haitosalimisha eneo lake. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii.
Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba Ukraine imefungua sanduku la Pandora baada ya Kiev kulenga na kuharibu uchumi wa Urusi. Rais Putin amesema kwamba Urusi imeanza kujibu mashambulizi kwa Ukraine dhidi ya vifaa vya viwanda na vifaa vya kiraia na kwamba Kiev haiwezi na haitopata faida yoyote. Rais Putin ameilaumu Ukraine kwa kuleta matatizo makubwa na kusababisha hali tete katika mzozo wa kisiasa na kijeshi. Lakini pia Rais Putin amedai kuwa Ukraine ndio iliyofungua sanduku la Pandora, ikimaanisha kuwa hatua zote za Ukraine zimeleta mgogoro na matatizo makubwa ambayo awali hayakuwa na ufumbuzi wa haraka. Mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa, habari za michezo na burudani zinafuata. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. Mahali pekee kwa soka bora duniani ni SuperSport. Jiunge na DStv kwa shilingi 15,000. It's on. Wananchi na taasisi za umma wameombwa kushiriki mbio za hisani za Mtoto Malezi Fun Run kuhamasisha malezi chanya kwa watoto ili kulinda maadili mema na kuandaa wanariadha wapya kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa riadha. Tupate taarifa zaidi. Mbio hizo zilizoandaliwa na shirika la Compassion International Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum zimelenga kuwaleta pamoja watoto na wazazi na jamii kwa ujumla ili kutoa elimu ya malezi na kuibua vipaji. Askofu mkuu wa kanisa la African Inland Church Tanzania, Musa Magosela, ambaye ndio waanzilishi wa shirika la Compassion, amekiri kuwa kupitia vituo vyao watoto wengi wamekuwa wakionyesha vipaji vyao kupitia michezo mbalimbali na wao wamekuwa wasimamizi kuhakikisha wanawaendeleza. Kwa Tanzania nzima tuna vituo karibu 600 na kitu, na katika mkoa wetu wa Mwanza au hii mikoa ya kanda ya Ziwa kuna vituo mbalimbali, na kwa sababu hiyo tutawahamasisha hao watoto ambao mara nyingi huwa wanaibua vipaji vyao kila mara, hata kila wanapokutana. Kwa hiyo tutahamasisha wanashiriki katika mbio hizi. Meneja mwandamizi wa programu ya Compassion International Tanzania, Mary Kasongo, amesema kupitia mbio hizo anaamini ujumbe utawafikia wazazi na walezi ili kutambua nafasi yao katika kuhakikisha watoto wanapata malezi bora. Tunatambua kuwa familia ndio msingi wa malezi bora. Na kwa kweli niwaambie, malezi bora yanaanzia kwenye familia. Pale ndiko palipo na msingi, na hao wengine wanachangia, wakiwemo viongozi wa dini, taasisi za elimu, serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia. Wote wana Mwanza tujitokeze, tukimbie, tutembee kwa hisani kuhamasisha watoto wanapata malezi, kwa sababu kwa kupitia hivi tutaona changamoto ya ukatili kwa mtoto inapungua kwenye mashule, kwenye familia na kwenye jamii kwa ujumla. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha riadha mkoa wa Mwanza, Malima kwa Rujila, amekiri kuwa maandalizi yamekamilika na kuwaomba wakazi wa Mwanza na mikoa jirani wajitokeze kujiandikisha bila gharama yoyote, huku watoto wakisema mbio hizo ni fursa kwa watoto kubadili maisha yao na kutimiza ndoto zao. Tunawahamasisha wazazi na watoto na familia na watu wote waweze kujisajili, kushiriki, kutembea, kwa sababu katika kutembea ndio sehemu ya kupata sauti na kuiambia jamii kwamba thamani ya mtoto ni muhimu sana katika makuzi na kulijenga taifa. Uwepo wa mbio hizi unatusaidia kuibua vipaji, hususan kwenye swala la riadha. Unatusaidia kukutana watu wote kwa pamoja, watoto pamoja na watu wazima na watu ambao hususan wako kwenye kampeni za kusaka vipaji. Na naamini kwamba watoto watakuwa exposed. Na nawahamasisha pia watoto kuja kushiriki ili kuwafanya kuwa na afya njema na akili njema.
Mbio hizo na matembezi hayo ya hisani yanatarajiwa kufanyika jijini Mwanza, ambapo Septemba 4 kutakuwa na mjadala wa wadau kuhusu malezi, na Septemba 5 mbio hizo zitafanyika kwenye uwanja wa CCM Kirumba, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Asilimia kubwa ya vijana wenye vipaji vya michezo wanaoishi maeneo ya vijijini wanakabiliwa na changamoto ya kukosa uangalizi na mifumo madhubuti ya kuendeleza kimichezo, hali ambayo inafanya michezo kuonekana kama sehemu ya kujifurahisha tu badala ya kuwa fursa ya ajira. Tupate taarifa zaidi. Ni mchezo wa fainali kwa timu za vijana walio chini ya umri wa miaka 15 hapa uwanja wa Mapinduzi, wilaya Ulanga, mkoani Morogoro. Mchezo wa kuhitimisha ligi ya kusaka vipaji, kuunda timu ya kudumu itakayoshiriki michuano mbalimbali. Changamoto ya muda mrefu, vijana kukosa fursa. Wazazi wengi bado sioelewa, ila kama kweli wangejitoa kwenye kuwekeza soka la watoto tungefika mbali zaidi. Naomba wadau na wawekezaji mbalimbali waje wawekeze kwenye soka ili watusapoti kuwainua vijana, kwa sababu bado tuna changamoto ya kiuchumi, yani vifaa vya michezo inakuwa sio sawa. Ni bora tuanze msingi chini ili tujenge, tupande juu, tutengeneze kitu sahihi kabisa. Wenyewe wana michezo wanaona ligi aina hiyo kama mkombozi kwao, inasaidia kuwajengea uzoefu kwa kuwa wengi wao hawana usimamizi. Ninafurahi kuchezea timu hii, tunacheza na wenzangu na tunafanya mazoezi vizuri. Natamani niwe mchezaji mkubwa kama wenzangu huko. Na washauri wazazi ambao hawataki kuwaruhusu watoto wao wacheze mpira, kwa sababu mpira ni ajira. Unaweza ukacheza mpira na ukapata hela. Diwani wakati wa mawasiliano alianzisha ligi hiyo, anasema kwa muda mrefu Ulangani kama hawapo kwenye historia ya soka, sasa wamefungua mlango wa fursa. Kwa hiyo tupo kwenye mipango hiyo ya kutafuta timu ili tuweze kuipandisha daraja iweze kwenda kufikia malengo hayo ya kucheza ligi kuu, kuanzia ligi daraja la kwanza then tuende upo kwenye ligi kuu. Ni kati ya mikakati ya chama cha soka mkoani hapa kutaka wilaya zote kuwa na mipango ya kuibua vipaji, ikiwemo kuanzisha ligi za vijana. Na tunataka tuje tupate krimu ya kutosha ambayo timu zingine za ligi kuu basi zianze kusajili kutoka kwetu. Na ikumbukwe before tulikuwa tukizalisha watoto wengi kutoka mkoani kwetu. Miaka ya hivi karibuni wameweza kupungua, na sasa tunataka turudi kwenye nafasi yetu tuliyokuwa nayo toka before. Uwepo wa ligi za vijana kuanzia ngazi za vijijini kutaka kutambua vipaji mapema. Hata hivyo, ukosefu wa miundombinu, vifaa, mashindano ya mara kwa mara na usimamizi wa karibu bado ni kikwazo. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema tamasha la michezo la Tukacharo Urau Forest ni kiungo cha kuunganisha michezo, utalii na uhifadhi kwa wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro. Taarifa zaidi na Diana Rose Chaz. Kutembea peku, kuendesha baskeli pamoja na mbio za urefu wa mita mbalimbali ni miongoni mwa michezo iliyokuwa katika tamasha la michezo ndani ya hifadhi ya msitu asili ya Rau uliopo katika wilaya ya Moshi. Akiwa mgeni rasmi katika tamasha hilo, mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava anasema michezo hiyo inatoa fursa ya utalii katika hifadhi hiyo. Rau ina vivutio mbalimbali vya kipekee ikiwemo mbega weupe na weusi, mvule mkubwa wa maajabu wa zaidi ya miaka 200, bwawa la maziwa, panya wenye masikio ya tembo, aina mbalimbali za ndege, vipepeo, miti na viumbe wengine. Kwa maana hiyo, Rau si msitu wa miti pekee, ni mfumo hai wa ekolojia unaotoa huduma muhimu kwa jamii na uchumi wa eneo letu. Kuwaasa wananchi kutembelea vivutio vyetu. Kanda kaskazini tuna vivutio vingi katika hifadhi zetu. Tunasimamia mikoa mitatu ya Kilimanjaro, Arusha na Tanga. Tukacharo maana yake tukatembee. Kwa hiyo Tukacharo Urau Forest maana yake twende tukatembee ndani ya msitu hifadhi wa Rau. Na historia inatueleza kwamba wazee wetu walikuwa wakitembea ndani ya hifadhi ya msitu huu peku, kwa maana ya bila viatu. Walikuwa wanajiunganisha moja kwa moja na asili, maana they are connecting with the nature. Miongoni mwa walioshiriki michezo hiyo ni pamoja na balozi wa utalii nchini Isabella Mwamfamba ambaye alipata wasaa wa kutembea na kukimbia hifadhini hapo peku bila kuvaa viatu. Lakini ni aina pia ya mchezo
lakini unavyotembea pekupeku, manake you connect with the nature. Lakini pia ni kama unaifanyia massage miguu, yani natural massage ya miguu. Na kikubwa unavyo connect na nature ni kwamba inakupa wewe hali ya uangalifu. Namshukuru Mungu kwa kuwa mshindo wa pili, na washiriki wenzangu, watoto wenzangu wakoje kushiriki, ambapo kwenye hifadhi hii ya Raw Forest kuna vyanzo vya maji, kuna oxygen ambayo ni nzuri, na kuna mitumbi ambayo unaweza ukatembelea, madaraja, viwanja na mimea. Kwa hiyo sisi kama bodi ya maji bonde la Pangani, ambao na sisi ni wasimamizi wa rasilimali za maji pamoja na uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji, tunashirikiana vema na wadau wetu hawa TFS kwa kuendelea kuhamasisha wananchi wote. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka wameandaa mbio za marathon ambazo zinalenga kuhamasisha jamii kutunza maliasili na kutangaza fursa za utalii zinazopatikana katika maeneo mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Tupate taarifa kamili. Mbio hizo zilizowakutanisha wakimbiaji pamoja na wadau mbalimbali wa mazingira zimetumika pia kama jukwaa la kuhamasisha jamii kushiriki katika hifadhi ya misitu na maliasili nyingine za nchi. Akizungumza wakati wa kufunga mbio hizo, mkuu wa wilaya Bukoba amesisitiza umuhimu wa sekta utalii katika kuchangia maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mimi niwapongeze waandaji, wamekuja muda mwafaka kabisa. Katika umuhimu mzima wa michezo katika eneo letu na Tanzania kwa ujumla, eneo hilo wameligusa vizuri. Lakini pia tumepita kwenye maeneo ya utalii katika maeneo mbalimbali hapa katika wilaya yetu ya Bukoba. Tumeona msitu mzuri wa Rubale, tumeona maporomoko mazuri ya mawe ya maji, lakini tumefika kwenye pango ambalo kihistoria lilikuwa la machifu zamani waliokuwa wakijificha pia, lakini tumekuta pia historia nzuri pale. Kwa upande wake, mkuu wa TFS kanda ya Ziwa amesema misitu na hifadhi zilizopo katika kanda hiyo zina fursa kubwa ya kuvutia watalii wa ndani na nje ya nchi, huku akieleza kuwa marathoni hiyo ni sehemu ya mikakati ya kuendelea kutangaza vivutio hivyo. Tupo kwenye bonanza hili kwa lengo moja, kwanza kutangaza utalii uliopo kwenye kanda yetu ya Ziwa, na moja ya nguzo ya dira 2030 ni kuhakikisha utalii ekolojia, kwa maana ya uhifadhi wa mazingira, lakini ambao unapatana na hifadhi ya ekolojia. Sasa hifadhi yetu ya Rubale ni moja ya vivutio vya utalii ambao vinafanya uhifadhi wa ekolojia. Mkuu wa mashtaka mkoa wa Kagera pamoja na jaji wa mahakama kuu kanda Bukoba wameeleza kuwa vyombo vya sheria vina wajibu wa kuhakikisha sheria zinazolinda maliasili na mazingira zinatekelezwa. Lazima kushauri kwamba kila mmoja afuate sheria. Tumeona huko kuna maboti, tumeona pia kuna wavuvi, tunaamini wakivua kwa uvuvi salama, tunaamini mazingira yetu ambao pia wanajumuisha na samaki wetu watakuwa salama pia. Kwa hiyo watu watunze mazingira, tusiwashe moto kwenye misitu yetu, lakini pia tusikate miti ovyo kwa ajili ya kuwasha mikaa na vitu kama hivyo. Ikitokea umekata mti umevuna, basi upande mwingine. Waandaaji wa marathon hiyo wameeleza matumaini yao ya kuona shughuli hiyo ikiendelea kufanyika kwa endelevu, huku kisaidia kuongeza uelewa kuhusu hifadhi ya mazingira na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea hifadhi pamoja na vivutio mbalimbali vya kanda ya Ziwa.